Mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu tena kwa taarifa zetu na uchambuzi wetu wa kina kutoka chaneli hii ya TanzaPulse. Ila leo nataka tuangazie video ambayo kidogo imenijazi, yani imenitia furaha, manake Watanzania sasa sisi tumerevuka, manake ule uoga ambao tulikuwa tunakuaga nao. Ukiona kiongozi yote unamuona ni Mungu, ukiona yeyote unamuona ni Mungu, kwamba uweze zungumza yale yaliyo moyoni. Wakati umepitwa na wakati, kwamba sasa hivi ingawalisha nchini Tanzania. Kuna video iliyonifurahisha, nataka tuitazame pamoja. Kwa jina naitwa Adriano Amos, mimi ni Mfipa kutoka Rukwa. Nakushukuru kwanza Waziri Mkuu, umekuja kumaliza matatizo, lakini naenda kwenye swali. Swali langu ni kwamba Waziri Mkuu, na hapa nimeshika 2000 na zawadi yako. Swali langu ni kwamba ni lini serikali itamaliza tatizo ambalo linachukua miaka 40? Tutakuja yani naenda moja kwa moja. Lini serikali itamaliza swala la kuunda katiba mpya na tume huru ya uchaguzi, ili tupunguze haya matatizo yanayotukabili kila siku? Mheshimiwa, samahani, najua kesho naweza nikampia kuzimu, lakini swali langu ndio hilo. Asante. Wakati unatembea ulikuwa unanesa, nikawa na mashaka kama utakuja na swali la msingi. Umeleta swali la msingi sana, na umesema ni lini. Kwa mujibu wa, kama umeisoma ilani, kwa mujibu wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Video ni ya kaka mmoja ambaye anaitwa Amos. Amos alijitokeza leo mbele ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, akataja maneno ambayo kidogo wengi hawangeyataja, lakini ikatupea ule uwazi kwamba sasa watu wamegeuka, wamejua haki zao na wako tayari kupigania haki zao, hata kama watapigana kisha wauliwe. Kaka Amos alimwangalia Mwigulu Nchemba kwa uso, kwa macho, akamuuliza, je, tuna tatizo la katiba ambalo limechukua miaka 40 kurekebishwa. Itachukua muda gani ili katiba hii iweze kurekebishwa? Swali la kwanza ilomuuliza Mwigulu Nchemba, ambalo wengi waliogopa kidogo, hadi huyo jamaa ambaye alikuwa amemwekea kipasa sauti kidogo akawa anadondosha kipasa sauti kile kwa ajili aliogopa kidogo amemgonga vibaya Mwigulu Nchemba, na huenda Mwigulu Nchemba hakuwa tayari kuzungumzia swali hilo. Manake mwaka jana hayo maswali yaliibuka na serikali ya Samia Suluhu ikawa inapiga teke hadi uchaguzi mkuu kafanyika bila katiba kubadilishwa. Swali la pili alilomuuliza Waziri Mkuu, vilevile alimuuliza hadi lini itachukua muda upi ili tuweze kupata tume huru ambayo inaangalia mambo ya uchaguzi kwa demokrasia na haki na uhuru. Swali ambalo vilevile lilimpata off guard huyu jamaa Mwigulu Nchemba, kwa maana hayo ni masuala ambayo chama cha Chadema kilikuwa kinapigania zaidi, hadi wakafika wakasema kwamba no reforms no election, kwamba lazima marekebisho yangefanyiwa ile katiba na hiyo tume huru ya kuangalia mambo na masuala ya uchaguzi kabla uchaguzi mkuu kufanyika mwaka jana. Japo hayo hayakutimia na watu waliingia uchaguzi wakapiga kura ambazo ziliibwa kwa uwazi. Manake video zilikuwa zinasambaa sana mitandaoni kuonyesha watu wakipiga ama wakijaza zile fomu za kura za kupiga kura, kisha wakazirundika zote kwenye ile ballot box yake Samia Suluhu. Kwa hivyo wizi ulikuwa wa juu, kwa maana hakuna ama ile katiba haijarekebishwa na vilevile hakuna ule uhalali katika ile tume ya kuangalia mambo na uchaguzi. Swala hilo lilipompata off guard Mwigulu Nchemba, alijaribu kujiweka ama kujitia ule ujasiri, kisha akasema huyu kaka nilimuona kidogo anadondosha, nikadhani kwamba hana la muhimu kusema, lakini ameuliza swali nzuri kweli kweli.
Alisema hivyo kwa maana ni ile hali ya kuficha ule uchi na ule usiri ama ile aibu kutokana na yale maswali ambayo yamekuwa yakiulizwa sana kwa serikali hii ya Samia Suluhu na CCM kwamba ni lini katiba itafanyiwa marekebisho, ni lini ile tume huru ya uchaguzi itaundwa upya. Manake yote yanafanya kwamba uchaguzi haupo huru na si haki. Manake tume hiyo imekaa kitini kwa muda sasa, na vilevile tume na kunradhi katiba vilevile haijawahi badilisha kwamba kuna vigezo ambavyo vinakubali kwamba wizi wa kura ufanyike, kwamba kuna kama kile kigezo kinachosema kwamba hamna kupiga picha katika eneo lile la kupiga kura ama ile station ama kituo cha kupiga kura. Ni swala ambalo kidogo linakandamiza ile haki. Katika karne 21 tunatarajia kwamba wale maajenti ambao wakiwa pale wanalinda zile kura, wakifika pale kama washamaliza kuhesabu, at least anapiga picha anatuma. Manake inasaidia kuonyesha ile accountability, inasaidia katika ule ujumuishi wa zile kura zote na kwamba hakuna mtu ataibia mwingine. Kwa hivyo aliuliza maswali magumu kweli kweli. Kisha kuna swala ama jambo alilomalizia kidogo nikaona kwamba enyewe wa Tanzania wameamka, kwamba huu ni mwamko mpya wa Tanzania. Aliuliza hayo yote kisha akamalizia na kumwambia Mwigulu Nchemba kwamba najua huenda kesho nitaamka nikiwa kuzimu, lakini haya ndio maswali ambayo unastahili kuyajibu. Kuonyesha kwamba Watanzania sasa hivi wameamua kwamba liwalo na liwe watapigania haki zao, hata kama ni kwa udi na uvumba, hata kama ni kwa jasho ama kwa damu na maji, watapigania kwamba huyu kaka Amos yupo tayari, ndiyo yupo tayari kufa, lakini Mwigulu Nchemba azungumze kuhusu kubadilisha katiba. Inaonyesha kweli watu wamechoka na uongozi wa CCM. CCM miongozo muda sasa, tangia Julius Nyerere, baba wa taifa, hadi sasa hivi watu huenda wamechoka na uongozi huu wa CCM na wangehitaji mabadiliko, hasa wakati huu ambapo wengi wamechanuka kidogo, wamejua kuhusu haki zao na kwamba uoga umepotea. Kuna vuguvugu ambalo limetokea Afrika, haswa tuanze Afrika Mashariki. Tuliona pale nchini Kenya, mwanzo hata si Afrika, duniani, kwamba kuna kizazi cha Gen Z ambao ni vijana ambao wameimarika kweli kweli, vijana ambao wana zile skills zinazohitajika, wamejua wameyajua mambo waliko wengi, kama ni wanasheria wapo, kama ni nani yani wameyajua mambo mengi, ambao sasa hivi wamejitokeza kupigania haki zao, ambao hawaogopi chochote, hawana cha kupoteza, wengi wao hawajaoa, kwa hivyo wanazungumza mambo jinsi yalivyo. Kwa hivyo ni wakati ambapo viongozi wetu wa Tanzania, viongozi wa serikali ya Samia Suluhu waanze kuangalia mbele, waanze kuangalia kile ambacho kinastahili kufanyika ili kuweza kurudisha ile imani ya watu. Mwanzo kuwapatia kile ambacho kinahitajika, katiba mpya iweze kuangaliwa, na vilevile tume huru ya uchaguzi iweze kuangaliwa vilevile, na watu wateuliwe, na si wanateua viongozi ambao ni wandani wao ama relatives wao, jinsi Samia Suluhu anavyofanya. Analeta watoto wake, anawapa kazi nzito serikalini, kisha malalamiko yakitolewa anasema kwamba hawa watoto wangu pia ni wazalendo wa nchi hii ya Tanzania tukufu, kwa hivyo pia wana haki sawa na wengine kupata kazi. Kwa hivyo tume hii itakapochaguliwa ama kuteuliwa, vilevile watu ama ule uteuzi ufanywe kwa uwazi, kwamba yeyote anaweza wania na apate nafasi ile, kwamba si viti ama nafasi ambazo zitapeanwa kwa wale ambao kidogo ni wandani wa viongozi wakuu serikalini. Kwa hivyo kinachonifurahisha leo ni kwamba hata hawa viongozi pia wamejua kwamba Watanzania hakika wamefunguka macho. Watanzania sasa hawahitaji lolote, wanataka haki zao zitimizwe na yale ambayo yanatakiwa kufanywa yafanyike.
Sijui una maoni gani kutokana na ujumbe wa huyu kaka ambaye kazungumza na ujasiri kweli kweli mbele ya Mwigulu Nchemba, kisha baadaye akamwambia kwamba hata kama nitamkia kuzimu, yani inamaanisha kwamba hata kama mtaniua kama serikali ya Samia basi sina shida, bora nimefikisha ujumbe kwamba sisi wananchi tunahitaji katiba mpya na tume huru ambayo inapigana kweli na inaangalia jinsi uchaguzi unafanya na unakuwa wa haki na kweli.